Mkataba huu unasaidiana na mkataba wa kulinda vitega uchumi baina ya mataifa yetu mawili uliosainiwa mwaka 2011 kwa ajili ya kuimarisha diplomasia ya kiuchumi na kuweka mazingira bora ya uwekezaji kwa kuondoa vikwazo vya kodi, kuondoa kikwazo cha mlipa kodi mmoja kutozwa kodi katika nchi zote mbili kwa kipato kile kile. Hatua hii itaimarisha faida ya uwekezaji kwa kampuni za Kituruki zinazoshiriki katika miradi ya kimkakati kama SGR, biashara na viwanda vya Kituruki hapa nchini, na pale ambapo kampuni zetu za Kitanzania zitakwenda kuwekeza nchini Uturuki. Hii itachochea vile vile biashara, huduma, teknolojia na mitambo ya kisasa kwa gharama ndogo zaidi, na hivyo kuvutia biashara na uwekezaji hapa nchini kwetu. Vile vile mkataba huu utatoa uhakika wa kisheria na kikodi kwa wawekezaji, utachochea uhamishaji wa teknolojia na ujuzi kutoka Uturuki, na vile vile kutanua soko la mazao ya kilimo, ufugaji, uvuvi, madini na viwandani kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda Uturuki, na kuweka vile vile mfumo rasmi wa kubadilishana taarifa ili kudhibiti ukwepaji kodi, hivyo kuwa kichocheo kikubwa cha kufikia lengo la kibiashara kati ya Tanzania na Uturuki la kiasi cha kufikia, kama ambavyo Mheshimiwa Katibu Mkuu hapa amesema, la kufikia biashara ya thamani ya dola bilioni 1 za Kimarekani, na vile vile kutengeneza fursa mpya za ajira kwa Tanzania. Hali hii tunategemea matokeo yake iweze kuchangia katika azma ya Tanzania kufikia lengo lake la kuwa na pato la taifa la dola trilioni 1 za Marekani ifikapo mwaka 2050. Ninapohitimisha, naomba pia kutoa shukurani zangu za kina za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Rais wa Uturuki, ya Jamhuri ya Uturuki, Mheshimiwa Recep Erdogan kwa uongozi wao mahiri wenye maoni na unaoendelea kujenga mazingira mazuri ya ushirikiano wa kimataifa kwa upande wetu, na vile vile uhusiano wetu wawili baina yetu na Uturuki ambao tunategemea utaimarisha na kuongeza uwekezaji zaidi wa kimkakati nchini mwetu. Our leadership has set an ambitious target to surpass $1 billion in bilateral trade. To achieve this, we must focus our deliberations on accelerating strategic infrastructure projects, including the Standard Gauge Railway SGR, and enhancing investment in agriculture, energy, and manufacturing. It is our goal to identify and remove any trade barriers, fostering a seamless environment for our respective business commitments. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.